Tokea kuanza kwa Uislamu ile karne ya 7, Waislamu na wasio Waislamu wamehubiriwa kila sehemu mbalimbali duniani kwamba Qur'ani ndicho kitabu chenye mafundisho bora kabisa na mwongozo bora wa maisha ya mwanadamu, na kwamba Qur'ani hiyo kinapoisoma inasema mambo kama yafuatayo, kwamba ni uongozi na mawaidha ya wamchao. Hii ni kutoka kwenye sura ya 3 aya 138. Inajinasibu kuwa kwamba inawatoa watu katika giza na kuwapeleka katika nuru. Tunasoma katika sura ya 14 aya ya kwanza. Lakini unapoisoma kwa umakini Qur'ani hii unagundua mojawapo ya mambo ambayo inayo hayana faida yoyote au amri au taratibu ambazo Allah kwa kupitia Qur'ani anaziweka, na ukizichunguza unakuta kwamba hazina mpango wote katika maisha ya mwanadamu kutoka ile karne ya 7. Tusome katika sura ya 33 ya Qur'ani aya hii ya 53. Inasema hivi: enyi mlioamini, msiingie nyumba za mtume ila mpewe ruhusa kwenda kula pasipo kungojea kiivi, lakini mtakapoitwa ingieni, na mnapokwisha kula tawanyikeni, wala msiweke mazungumzo, maana jambo hili linamuudhi mtume, naye anakuoneni haya, lakini Mwenyezi Mungu haoni haya kusema haki. Nanyi mnapowauliza kitu wakeze, waulizeni nyuma ya pazia. Kufanya haya kutasafisha nyoyo zenu na nyoyo zao, wala haikupaseni kumuudhi mtume wa Mwenyezi Mungu wala kuwaoa wake zake baada yake kabisa. Hakika jambo hilo ni dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Yaani kwamba unapokwenda nyumbani kwa Muhammad wakati ule, kama muda mfupi ukila maliza ondoka. Na pia ilipiga marufuku kabisa kwamba anapokuja kufa Muhammad ilikuwa ni marufuku kuoa wake zake. Lakini tunapoenda kuitizama Injili na hasa kuangalia mafundisho ya Bwana Yesu na sheria zake, tunakuta hali ni tofauti kabisa. Twende tukaangalie kwa ufupi. Na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafunga kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Hii inatoka katika Injili ya Mathayo sura 22 mstari wa 34 mpaka ule wa 30 na 40. Na hakuishia hapo tu. Bwana Yesu anasema hivi katika Injili ya Yohana sura ile ya 13 mstari wa 34. Bwana Yesu anasema hivi, hii ndio amri ambayo anaiacha. Anasema, amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Huyo ndio Bwana Yesu, ndugu yangu. Mungu alishuka akatoa mwili akakaa kwetu, ambaye anatufundisha sheria ya upendo, sheria bora kabisa.